Na kwaya zote, asante. Leo sio Jumapili, lakini bado mmeitenga rasmi kwa ajili ya tukio letu kubwa. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Siye nikasahau baadaye niseme kipekee niwashukuru sana halmashauri kuu kwa kazi yenu kubwa. Niombe msimame wote wajumbe wa halmashauri kuu wote. Asante kwa mipango ambayo imeleta matokeo. Mungu awabariki sana. Naomba tumshukuru Mungu kwa makofi mengi kwa ajili ya halmashauri kuu. Asante. Kama alivyosema katibu mkuu, fedha za gari hili hazijatoka shirikani, ni kutoka kwenye mradi wa kanisa unaitwa Pango la Ardhi. Kaka Kabigi anakumbuka kwamba kuna watu walioacha kule Rungwe wanatupa 200. Hizo baba tumedondoleza, zimeleta Land Cruiser hadi top iliyotengenezwa mwaka 2025 na inazinduliwa mwaka 2025 kwenye kanisa la Moravia. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu ambao hawapo hapa lakini ni waseme tu, wanaitwa WAMA, wakala wa makanisa kutoka CCT, ndio waliosimamia uagizaji na upatikanaji wa gari hili letu la pili. Ni Jumuiya ya Kristo Tanzania, ina kitengo kinachohusika na kuagiza vyombo vya moto na mali za kanisa zinazokuja kwa msamaha. Wamefanya mengi kwa niaba yetu. Sisi tuliandika tu barua moja kwa mkuu wa wilaya kuomba atutambue na kutuombea msamaha wa kodi. Mengine yote wamefanya wao. Hata kama hawapo, tupigie Yesu makofi kwa ajili yao. Asante. Basi naomba nisome neno kutoka kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa kwanza hadi wa 4a. Kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka wa 4a au wa 4a. Mahali hapo Biblia inasema, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako, na mawazo yako yatathibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Amen. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu, wa kuweka mipango kwenye maisha yako. Anaposema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, maana yake kazi ya kupanga mpango mkakati. Unataka ufanye nini? Unataka uwe nani? Unataka umiliki nini? Hiyo kazi ya kupanga hiyo mipango ni ya kwako. Kazi ya Mungu ni kutekeleza au kusimamia au kutimiza kile ulichopanga wewe, ikiwa utamkabidhi kazi zako. Kwa jambo la kwanza, tuishi kwa mipango kwenye familia, mtu mmoja mmoja. Kama ni kiongozi wa idara, kiongozi wa ushirika, mchungaji, katika nafasi yoyote uliopo, ishi kwa mipango. Tena ili mpango uitwe mpango, uwe ni mpango ulioandikwa, mpango ambao muda wowote unaweza kaurejelea, lakini pia unaweza kautathmini, lakini pia unaweza kaupima. Mpango sahihi ni ule mpango ambao una muda. Mpango sahihi ni ule mpango ambao unapimika. Lakini mpango sahihi ni ule ambao uko ndani ya uwezo wako. Kama unapanga kuja kununua treni la umeme, basi angalia treni la umeme linauzwa bei gani, alafu vyanzo vyako mpaka ufikie kununua treni la umeme ni muda gani, unaweza kaweka huo mpango. Huwezi hilo, weka pembeni, weka mpango unaofikika. Bwana Yesu asifiwe. Maendeleo yoyote hayatokani na hela ulizo nazo, hayatokani na jitihada ulizo nazo. Wakati mwingine unaweza kuwa unafanya kazi kubwa ya kuingiza kipato, lakini kama hicho kipato hakina malengo, hauna kusudi kwamba ukipata hiki utafanyia nini, unaweza ukaishia unastafu, unachoka, unaishia kusema na akolai hela une, inabaki past tense kwamba nilikuwa nashika hela. Nilipokuwa kijana hela zilikuwa zinanitembelea.
nilipokuwa nafanya kazi fulani nilikuwa naingiza hela. Kama hauna mpango, hakuna kitakachofanyika. Hata ulivyovaa uliweka mpango. Ninapoenda kwenye ibada, nitavaa nguo fulani, nitaenda au sitaenda. Ndio maana kuna viti viko wazi, kwa sababu wengine hawakuweka mpango. Lakini ukiweka mpango, ule mpango ni wewe kuusimamia. Hauhitaji uweke mpango ili mwingine aje usimamie. Tuishi kwa mipango. Huwezi kumiliki ambacho hujawahi kukifikiria. Huwezi kumiliki ambacho hujawahi kukipanga kukifanya. Huwezi kufika mahali ambapo hujapanga kwenda. Tuweke mipango. Tuna mpango wa kwenda mbinguni, ndio maana tuachi imani. Amen wapendwa. Amina watumishi wa Mungu. Kama una mpango wa kusomesha watoto, lazima uanze kuweka akiba mapema. Mtoto kufaulu sio dharura. Mtoto kwenda chuo kikuu sio dharura. Alipokuwa nazaliwa ulijua atafika hatua zote hizo. Tunahangaika sana kutimiza malengo ya familia kwa sababu yanakuja kwetu kama dharura. Kwa nini? Tunaishi bila mipango. Mtoto haanzi darasa la kwanza akiwa na miezi 2 au 3. Anaanza darasa la kwanza miaka 5 au 6. Hiyo miaka yote kwa waombaji afiki. Mipango. Pango mkakati. Tulio wengi unawaza serikali mkopo. Isipotoa mkopo, maana watoto ni wako. Wasiposoma sio hasara ya serikali, ni hasara ya kwako. Serikali nao watu wengi tu, watasoma wachache, watapewa nafasi chache. Bahati mbaya sasa hivi hata tatizo la ajira kwamba watu ni wachache, ajira ni nyingi, hapana. Ila ajira ni chache, watu ni wengi. Kwa hiyo wasipoendelezwa wa kwako, wa jirani wataendelezwa. Weka mpango. Mtumishi mmoja alisema no preparation, no occupation. Huna mpango, huwezi kumiliki. Amen. Ndio maana nimeisimamisha makusudi ya halmashauri kuu. Isingeweka mpango, tungebaki na gari aliyotumia mzee mwaka 96 mpaka leo. Lakini walipoweka mpango kwamba hapana, hili gari linaishia Isionje, labda na Mbeya mjini likijikita sana. Usawa Ileje inaishia Rusuisi. Sasa kwenda Nguruguru inabidi waanze kutafuta spana ziko wapi. Tutafanya hayo mpaka lini? Wakaweka mpango. Huo mpango unatuwezesha kufika Kasulu, unatuwezesha kufika Mtwara, unatuwezesha kufika Musoma bila tatizo. Na kanisa linaheshimiwa. Tuweke mipango kwenye maisha yetu. Lakini la pili anasema jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Mithali 3:5 anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Unapoweka mpango, mshirikishe Mungu. Mkabidhi Mungu kwamba Mungu, natamani kumiliki hiki, natamani kufika hapa, ili atuni akili yako iwe na nidhamu kwamba chochote unachokipata kitumikie mpango ulio nao, kikusogeze kwenye kusudi ulio nao. Watu wengine wanasema hata mji wa Roma haukujengwa kwa siku moja. Unaweza kuwa na mpango mkubwa sana. Wanasema think big, start small. Hata kama una mipango mikubwa mno, anza na kidogo unachoweza kufanya, uelekea mpango wako. Mimi wanasema kama ni ujenzi, hata shilingi 5,000 inajenga. Inajenga kwa namna gani? Nunua misumari kilo 1 weka ndani. Kesho kama itakiwa uwe na kilo 100 za misumari, zimebaki 99. Unapata 5,000 nyingine, weka misumari tena ndani, haiozi. Unapata 10,000, ongeza misumari tena. Umepata 20, weka bati moja ndani. Tuliona nyumba mahali fulani tunatembea, ina kachumbari sui tuite rangi mbili sui surula, bati lingine lina kutu, lingine ila ametoka kupiga. Manake lingine ilinunua miaka kadhaa iliyopita, mengine mwaka jana, mengine mwaka huu, lakini nyumba si imeisha. Kwa hiyo panga mipango mikubwa, mshirikishe Mungu, anza kutekeleza kile unachoweza mpaka utakapofikia kwenye mpango wako uliokamilika. Tukiishi kwa mipango tutaheshimika. Tukiishi ili mradi, maisha yetu yatakuwa ili mradi. Heshima unaitengeneza mwenyewe. Bwana asifiwe. Leo tukipita na magari haya, hata barabarani mikono hii imepungua. Kile tukienda na ile Prado, unaweza kupigwa mikono karibu kila kituo cha trafiki. Ila hizi mikono inapungua. Kwa nini? Wanaishi ni za kwao, maana zinafanana na wale wenyewe wenye nchi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu na kwa ajili ya kuliombea kanisa. Tukaendelee kuomba Mungu atupe na mengine. Kama alivyosema katibu mkuu, tuna lengo la gari 3 mwaka kesho mapema kabisa. Naamini kabla sinodi ya katiba litakuwa limezinduliwa au ndo litazinduliwa, kwa sababu ofisi ziko 3. Wakati tunazunguka kwenye mitaa kule nyuma kidogo, walituuliza, mnasema mtaka kununua gari afu nyewe mko 3, si mtagombania gari? Tuache tukawana wake. Sisi sio watoto. Tunapanda gari moja kwa amani na kwa furaha.
na kama mtu ana majukumu, wengine hawana majukumu, anaondoka nalo. Lakini sasa natamani kila ofisi kwa heshima iwe na gari lake. Kange batu kenyepo na maheru wakati tuna ile gari ile Prado ina matatizo, tukaazima siku moja gari ya baba askofu, simu zilipigwa, kama tendaji wanatumia gari la askofu. Tuate kweli tusawabie na lori. Po kila mtu itengulile neli yake. Ninaposema kila mtu simaanishi Mwasamboma wala Sengo wala Mwaipopo. Kila mtu kwenye ofisi yake. Sisi tumebakiwa na mwaka mmoja tu na kidogo. Linga jo asuira ikupianiraga ikuliaga igali pakiamba pala. Linga jo fungwa ikupianiraga ikuliaga igali pala. Sisi umri wetu ni mdogo kuliko magari hayo. Haya magari yatahubiri hata miaka 30. Mungu abariki neno lake. Maisha ni nini jamani? Ni mipango. Tukipanga inawezekana. Ndio ambacho mimi nimekamata. Maisha ni mipango. Asante mwenyekiti wa halmashauri kuu mchungaji Mwasamboma. Tumshukuru Mungu kwa makofi mara 3. Amina.